nitoe uzuri kwa Mheshimiwa Waziri ambaye alipaswa leo kuwa mgeni rasmi na amenituma mimi kuja hapa kwa niaba yake, lakini hichi ninachokisema hapa ndio maelekezo ya Mheshimiwa Waziri. Lakini tatu, ni wapongeze watu wa TPHPA kwa maandalizi mazuri na shughuli yenu ni nzuri sana, lakini nawaona TPHPA imependeza kweli kweli na suti zenu. Nne, niwape pole vile vile kwa joto kidogo, kwa naona wengi mnasinzia. Wale watu wa ngoma wale ndio kidogo walikuja wakatuamsha kidogo, lakini kinyume na hapo wengi walikuwa na uchapa kwa sababu kajoto kanaleta kausingizi fulani. Kwa hiyo poleni, lakini niseme kwamba tunatambua kila jitihada ya mtu kufika hapa katika kufanikisha siku hii muhimu. Ndugu zangu, leo tumekusanyika hapa kuadhimisha siku ya kimataifa ya afya ya mimea, siku iliyotengwa mahususi kwa ajili ya kutambua mchango wa afya ya mimea katika kuimarisha usalama wa chakula, afya ya binadamu, wanyama na usawa wa mazingira duniani. Ndugu wananchi, maadhimisho ya mwaka huu yenye kauli mbiu ulinzi wa bioanuwai ya mimea kwa usalama wa chakula na lishe, ndiyo kauli mbiu yetu, yanalenga kutambua kwamba afya ya mimea ni dhana iliyokamilisha ustawi mzima wa maisha ya mwanadamu kupitia usalama wa chakula, ustawi wa mifugo na mazingira kwa ujumla. Ndugu wananchi, mimea ni msingi wa maisha duniani kwa kuwa chanzo cha chakula, madawa, malighafi za viwandani na huduma za mazingira kama vile hewa safi, mvua, malisho ya mifugo na kadhalika. Hata hivyo, shughuli mbalimbali za maendeleo za mwanadamu zisizozingatia uwiano wa kimazingira kwa kiasi kikubwa zimesababisha afya ya mimea kukabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, jambo lililopelekea tishio la usalama wa chakula na upungufu wa malighafi viwandani. Tishio hilo linatokana na kuibuka kwa aina mpya za visumbufu ambavyo husambaa katika maeneo mapya na kubadili tabia kwa kujenga usugu dhidi ya njia mbalimbali za udhibiti. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa takwimu za Umoja wa Mataifa, idadi ya watu duniani mpaka kufikia mwaka 2025 ilikuwa bilioni 8.2 na inatarajiwa kufikia bilioni 8.6 katika mwaka 2030 na bilioni 9.8 katika mwaka 2050. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia mwelekeo wa takwimu hizo na kwa kuzingatia malengo ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula barani Afrika, hatuna budi kutambua athari za mabadiliko ya tabia nchi na ongezeko la mwingiliano wa biashara za mimea na mazao yake katika soko la kimataifa vimehatarisha sana afya ya mimea na mazao yake. Kutokana na mwingiliano huo na sambamba na maendeleo makubwa katika sekta ya uchukuzi, inachukua muda mfupi kusafirisha mimea au mazao kutoka bara moja kwenda nyingine, na katika mazingira ambayo mimea ama mazao yaliyoshambuliwa na visumbufu huweza kuenea kwa njia ya maeneo haya mbalimbali ikiwemo njia ya usafirishaji. Ndugu wananchi, biashara ya kimataifa zinaweza kuchangia katika kuingia na kuenea kwa visumbufu vipya vya mimea na mazao. Hali hii hupelekea uwepo wa tishio katika tasnia ya afya ya mimea na uzalishaji wa mazao ya kilimo nchini kwa ujumla. Moja wa vipengele muhimu vya kuhakikisha tunalinda afya ya mimea nchini ni kukuza ufanyaji wa biashara salama ya mimea na mazao nje ya nchi wenye kuzingatia masharti yaliyopo kwenye miongozo ya kimataifa na sheria pamoja na kanuni zinazoongoza. Kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu, Wizara ya Kilimo itaendelea kuimarisha utendaji kazi wa TPHPA ili kuhakikisha tunatoa huduma bora za usimamizi wa afya ya mimea nchini ili kuongeza tija, kuzalisha ajira, kuimarisha usalama wa chakula, lishe, masoko na kukuza sekta ya kilimo kama ilivyoainishwa kwenye Ajenda 1030 na maono mapana ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Kwa kufanya hivyo,
utaongeza ushiriki wa TPHPA katika kusimamia afya ya mimea, wanyama, binadamu na mazingira. Ndugu wananchi, hata hivyo, ili kukabiliana na changamoto zilizopo katika tasnia ya afya ya kilimo, hususan afya ya mimea, tunahitaji uwepo wa ushirikiano na hatua za pamoja za kimataifa. Ikumbuke kuwa hakuna nchi, shirika au sekta binafsi pekee ambayo imeweza au inaweza kukabiliana na changamoto za visumbufu vya mimea au mazao kwa kikamilifu peke yake. Ndugu wananchi, katika kuadhimisha siku hii muhimu na adhimu duniani ya kimataifa ya afya ya mimea, ninapenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake katika kuimarisha huduma za kidijitali ambazo ni dhahiri wananchi wengi wamenufaika nazo. Ndugu wananchi, hivyo basi tuazimie kwa pamoja na kuendelea kujitolea zaidi katika kuimarisha ulinzi wa bioanuwai na usalama wa chakula na lishe kwa kutumia nguvu ya teknolojia ya kidijiti ili kujenga mustakabali thabiti na endelevu wa afya ya mimea. Ndugu wananchi, napenda kuwapongeza washiriki wote katika maadhimisho haya kuanzia siku ya kwanza hadi leo tunapofikia kilele. Kipekee nishukuru uongozi wa wilaya ya Dodoma pamoja na mkoa wa Dodoma kwa kukubali kupokea maadhimisho haya kufanyika hapa, na wadau wote wa kilimo ambao mmefika na kushiriki, vyombo vya habari kwa kujumuika nasi katika kilele hiki cha maadhimisho. Na baada ya kusema maneno hayo, ndugu wananchi, napenda kuchukua fursa hii kutangaza kuwa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya mimea yamefungwa rasmi.